Mheshimiwa Luhaga Mpina mlipo wa Samia Suluhu kwa mara nyingine. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mbunge wa Kisesa Luhaga Mpina ameibua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu hali halisi ya uchumi wa Tanzania baada ya kuchapisha kauli kali yenye kuhoji uhalisi wa faida za ukuaji wa uchumi kwa mwananchi wa kawaida. Katika chapisho lake la Juni 21 mwaka huu, Mpina alitilia shaka mafanikio ya kiuchumi yanayotangazwa na serikali, akisema kuwa ukuaji huu hauonyeshi mabadiliko ya moja kwa moja katika maisha ya Watanzania wa kawaida. Kauli hii imekuja siku chache tu baada ya rais wa nchi hiyo Samia Suluhu kutangaza wazi kuwa uchumi wa Tanzania unazidi kufanya vyema kuliko wa nchi zingine. Kauli hii imepokelewa kwa mitazamo tofauti katika nyanja za kisiasa na kijamii, huku wananchi wake na wachambuzi wakijitokeza kueleza maoni yao. Wengi wamekubaliana na hoja ya kwamba takwimu za kiuchumi pekee haziwezi kutumika katika kipimo cha mafanikio kama hazihusiani na hali halisi ya maisha ya watu mitaani. Katika siku za hivi karibuni, hoja hii imeendelea kupewa uzito mkubwa wakati nchi ikielekea katika kampeni za uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mpina, ambaye ameendelea kujitambulisha kama mmoja wa viongozi wanaotoa maoni ya wazi kuhusu utendaji wa serikali, amekuwa akisisitiza kuwa maendeleo ya kweli ni yale yanayogusa moja kwa moja maisha ya wananchi, hasa katika huduma za msingi kama afya, elimu, maji na ajira. Ingawa hakumtaja kiongozi yoyote, kauli yake inachukuliwa na wachambuzi wa kisiasa kama ujumbe unaolenga moja kwa moja serikali ya Samia Suluhu Hassan, ambaye hivi karibuni alimkosoa Mpina hadharani na kuwataka wafuasi wa Chama cha Mapinduzi ama ukipenda CCM kutomchagua tena. Taarifa ya Benki ya Dunia ya mwaka 2021 inaonyesha kuwa takriban 40% ya ukuaji wa pato la taifa ama ukipenda GDP katika nchi zinazoendelea haufananishi moja kwa moja watu maskini ama haunufaishi moja kwa moja watu maskini. Takwimu hizi zinatoa msingi wa hoja ya Mpina na kuibua maswali zaidi kuhusu usawa wa mgawanyo wa rasilimali na ufanisi wa sera za kiuchumi nchini Tanzania. Hali ya sintofahamu iliyozuka kati ya Mpina na uongozi wa Chama cha Mapinduzi umeweza kuwa na athari kwa chama hicho tawala, hasa katika jimbo la Kisesa ambapo Mpina ameliongoza tangu mwaka 2005. Katika kipindi chote cha uongozi wake amekuwa kiungwa mkono kwa misingi ya ufuatiliaji wa huduma kwa wananchi na msimamo wake wa kutetea maslahi ya walio wengi. Hata hivyo, mvutano huu mpya unaweza kubadili hali ya kisiasa katika eneo hilo kuelekea uchaguzi ujao. Wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa ikiwa shutuma hizo hazitapewa majibu ya kina na serikali ya sasa, basi zinaweza kuchochea hali ya kutoamini takwimu rasmi za kiuchumi. Pia kuna wasiwasi kuwa mpasuko huu unaweza kuathiri mshikamano ndani ya CCM, hususan kati ya viongozi wa ngazi ya juu na wale walioko bungeni ambao wanaonekana kutoafikiana na mwenendo wa serikali. Wakati kampeni zikiendelea kushika kasi, wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu kila kauli kutoka kwa wanasiasa na viongozi wa serikali, wakitarajia kuona kama maoni ya upinzani wa ndani kama ya Mpina atachochea mabadiliko ya sera au kuzidisha migawanyiko ya kisiasa ndani ya chama tawala.